maneno yamekuwa mengi sana bana. Msanii gani ambaye anaongoza kuwa na mkwanja mrefu Tanzania? Ni wakina nani hao ambao wanafanya vizuri kwenye mambo ya kiuchumi? Basi leo tumekuletea listi ya wasanii 10 ambao wana mkwanja mrefu zaidi hapa Tanzania, na hii ni kutoka kwa mujibu wa Forbes. Nafasi ya 10 yupo Shilole ambaye ana utajiri wa milioni 1.5 kwa dola za Kimarekani. Huyu bana mwanadada ni mjasiriamali, pia ni msanii wa kuimba, ni msanii wa kuigiza, pia ni balozi kwenye baadhi ya makampuni. Huyu Shilole kutokana na shughuli zake zote, kwa hiyo kwenye makusanyo yake yote anashika nafasi ya 10 kwa utajiri wa dola milioni 1.5. Huu ni kwa mujibu wa Forbes. Nafasi ya 9 yupo Juma Jux, ana utajiri wa dola milioni 2.3. Tunafahamu Juma Jux ni mjasiriamali, pia ni mwanamuziki, anamiliki kampuni ya African Boy, pia anamiliki kampuni ya entertainment ambayo ni African Boy Entertainment ambayo inafanya vizuri sana. Huyu ni Juma Jux, ameshika nafasi ya 9. Nafasi ya 8 yuko Mario. Mario ana utajiri wa dola milioni 5. Mario amefanya vizuri bana, kuanzia alipoingia kwenye game ya Bongo Flava amekuwa akifanya vizuri sana, na baadhi ya nyimbo zake zimekuwa zikienda viral. Kwa ana mapato ambayo anaingiza kwenye digital platform. Pia Mario ni mfanyabiashara, kuna baadhi ya biashara amewekeza. Mario pia ana kampuni yake ya muziki ya record label. Kwa hiyo kwa mujibu wa makusanyo yake yote, Mario ana utajiri wa dola milioni 5. Nafasi ya 7 yupo Mbosso. Mbosso ana utajiri wa dola milioni 8. Tunafahamu bana yuko chini ya record label ya WCB. Mbosso amekuwa anafanya vizuri sana, nyimbo zake zimekuwa zikifanya vizuri sana, na pia Mbosso ni mjasiriamali, ni barozi wa baadhi ya makampuni, anafanya vizuri sana na wamewekeza hisa kwenye baadhi ya makampuni na ana mali zisizohamishika. Kwa makusanyo yake yote Mbosso ana utajiri wa dola milioni 8 za Kimarekani. Nafasi ya 6 yupo Zuchu, ana utajiri wa dola milioni 10. Zuchu ni msanii kutoka kwenye lebo ya WCB, anafanya vizuri, nyimbo zake nyingi zimekuwa zikifanya vizuri na zikiuza huko kwenye digital platform. Pia Zuchu ana biashara ya mavazi, pia ana utajiri usiohamishika. Pia ni balozi kutoka kwenye baadhi ya makampuni, anatangaza kwa mfano vile mitandao ya simu na kadhalika. Huyo ndiye Zuchu, yuko nafasi ya 6. Nafasi ya 5 yupo Nandy, ana utajiri wa dola milioni 12. Nandy bana ni msanii wa kuimba, pia Nandy ni mjasiriamali, ana baadhi ya kampuni ya mambo ya mapambo ya urembo. Pia Nandy ana kampuni ana maduka ya urembo kama vile Cheni, Heleni na kadhalika. Pia ana record label yake ya African Princess ambayo inafanya vizuri sana, yuko na msanii wake Yami. Kwa mauzo yake yote ana utajiri wa dola milioni 12 za Kimarekani. Nafasi ya 4 yupo Rayvanny, Vanny Boy, ana utajiri wa dola milioni 15. Rayvanny bana kwanza ni msanii, anaimba, anafanya vizuri, pia nyimbo zake zimekuwa zikienda viral sana. Pia amewekeza kwenye record label ambayo yeye mwenyewe ndo CEO, Next Level Music. Pia ana shughuli ya kukodisha vifaa vya production. Bana ana kampuni ambayo yeye anaenda kununua bidhaa kama kamera nini, zile full production, alafu anawakodishia madirectors kwa gharama kubwa sana. Kwa amewekeza sana nje ya muziki wake, pia ana mali zisizohamishika. Rayvanny anashika nafasi ya 4. Nafasi ya 3 yupo Harmonize, ana utajiri wa dola milioni 30. Harmonize bwana ni mjasiriamali, pia ni msanii, yeye amewekeza sana kwenye magari, ananunua magari ya kifahari. Kwa hiyo yote yale yakipigiwa mahesabu na record label anayomiliki ya Konde Boy, Konde Gang Worldwide, ana baadhi ya wasanii anawamiliki. Yote hayo akijumlishwa, Konde Boy anakuwa msanii namba 3
kumiliki mkwanja mrefu zaidi. Nafasi ya pili yupo Alikiba, ana utajiri wa dola milioni 50. Alikiba ni msanii wa kuimba, pia ni barozi kwenye baadhi ya makampuni. Pia Alikiba anajihusisha sana na kilimo, analima kama nyanya, vitunguu, karoti. Yes, ukijumlisha mauzo yake yote, Alikiba anamiliki utajiri wa dola milioni 50 za Kimarekani. Namba moja yupo Diamond Platinum ambaye ana utajiri wa dola milioni 100. Tunafahamu Diamond ni msanii wa kuimba, pia ni barozi kwenye baadhi ya makampuni. Pia amewekeza kwenye assets mbalimbali zikiwepo ile WCB, Wasafi Classic Baby ambayo inafanya vizuri sana. Anamiliki baadhi ya wasanii. Pia ana Wasafi FM, Wasafi TV, yani kituo cha habari. Yes, kinafanya vizuri sana. Pia ana kampuni ya kubashiri. Yes, kwa hiyo mauzo yake yote anamiliki utajiri wa dola milioni 100. Huyo ndo msanii namba moja ambaye anaongoza kuwa na mkwanja mrefu. Yes, hii ni VIP Media. Usiache kulike, comment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Oh yeah.